Umeelemewa na kitu gani? Umeelemewa kwa kuwa na vyombo vingi vya usafiri kwenye barabara zetu. Kwa nini vyombo hivi vimekuwa vingi sana? Maana yake ni kwamba kuna sababu nyingi, na moja kubwa sana ikiwa ni kukua kwa uchumi kwa taifa letu. Hilo ni jambo ambalo halikwepeki, ndivyo lilivyo. Kwa hiyo leo kila barabara ukipita, askari hawa kulala saa 10, saa 9, saa 8 imekuwa ni kawaida, kwa sababu barabara zetu ni kama zimejifunga, haziendi mbele wala haziendi nyuma. Ndugu zangu mlioko hapa, mara nyingi huwa mnatembea kwenye dunia, mnatembea sana. Ukienda India, Delhi na New Delhi. New Delhi ni matokeo ya Delhi. Imetokea New Delhi ikiwa ni matokeo ya Delhi. Ukienda Lagos, Abuja, the same, mpaka makao makuu mpaka Mheshimiwa Rais ameamua kuhamia kwenye mji mwingine, ni kwa sababu mji umejifunga. Wakurugenzi wangu nadhani mlikuwa sehemu moja miezi michache iliyopita na wastahiki mamea, mlienda Azerbaijan. Ninaufahamu kidogo mji ule. Mvua ikinyesha unaweza kutumia hata masaa 7 kufika airport. Maana ni mji umejifunga. Sasa hoja yangu ya msingi ambayo leo nimewaita wakuu wa wilaya na wakurugenzi na wastahiki mamea na watu ambao wako upande wangu mimi, kwa maana watumishi wa serikali, pamoja na ninyi ndugu zangu ambao mpo kwenye sekta hiyo, kwenye hiyo chain, ni kwamba je, nani aende akatatue jambo hilo? That's the question. Nani aende akatatue jambo hilo? Tumeshakuwa na mazungumzo kidogo hapo nyuma, na nashukuru sana pia viongozi wa wamiliki wa malori walikuwepo. Nadhani alikuwepo pia kaka yangu Chuki, walikuwepo pia na watu wengine wengi tu. Kuna mawazo pia yaliweza kutolewa, mawazo mbalimbali yaliweza kutolewa, lakini tukasema kuna umuhimu wa kuja sasa kuweza kukaa kwa pamoja na kuweza kuaddress mambo haya. Sasa watu wa bandari mko hapa, hebu simameni watu wa bandari. Bandari kaeni tu. Nataka nianzie mahali ambapo tunakuja kujadili kwa pamoja. Bandari nikikaa nikawauliza vizuri, maelezo yaliyoko ni kwamba baada ya uamuzi mkubwa wa Mheshimiwa Rais kuamua kuwekeza kwa kutumia pia private sector, kumekuwa kuna matokeo mazuri sana ya efficiency ya bandari yetu. Na bandari hawa pia tukiwauliza ni kwamba matokeo tunayoyaona leo ya bandari yetu kuwa na mizigo mingi ilitegemewa kufikia mwaka 2030 kama sikosei, kwamba up to 2030 huu mzigo tunaoona leo huu na haya magari ambayo tunayoona leo ndio ilikuwa expected kwamba ifikapo mwaka 2030 tutakiona hiki tunachokiona leo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ni ufanisi mzuri wa wizara kwa ujumla, ni ufanisi mzuri wa bandari kwa ujumla, ni ufanisi mzuri wa wawekezaji kwa maana ya DP World, wenzetu wa Adani Group na watu wengineo ambao tunafanya kazi katika huo mnyororo kwa pamoja. A very interesting philosophical question katika haya ambayo tumeyazungumza ni haya yafuatayo. La kwanza, kwamba kama tulitarajia matokeo haya tuyaone mwaka 2030, swala la kwanza, wenzetu wa bandari na uchukuzi kwa ujumla wake tulijipangaje kuhusu kuwa na communication strategy, strategia ya mawasiliano kwenda kwenye taasisi ambazo zina mchango wa moja kwa moja ama katika kuprovide solution ama katika kufanya vinginevyo. Yani kwa mfano,
mimi ni bandari, nimejua kwamba mwaka 2030 kuna matokeo haya. Maana yake jambo lisilohitaji kuingia chuo kikuu ni kwamba mizigo itakuwa ni mingi, malori yatakuwa ni mengi, watumishi watakuwa ni wengi na kadhalika na kadhalika. Swali namba 1. Mawasiliano kutoka bandari na uchukuzi kwa ujumla wake kuja TANROADS yamefanyikaje na yamefanyika kwa ufanisi gani? Mawasiliano kutoka bandari kuja kwenye halmashauri zetu ili kuitumia hiyo fursa ya mwaka 2030 yamefanyikaje kwa ufanisi gani? Mawasiliano kutoka uchukuzi kuja mambo ya ndani, mawasiliano kutoka uchukuzi kuja, ndio maana tukasema tuitane wote hapa. Inawezekana pengine wengine walikuwa hawajui kwamba hiki tunachokiona leo wenzetu wa bandari walikijua kwamba kitatokea mwaka 2030. Sasa hiyo ni philosophical question ya kwanza. Ya pili, baada ya kujua kwamba matokeo haya yatakuwepo mwaka 2030, tulijipanga lini kuanza kujiandaa kuyapokea matokeo haya? Yaani kwamba tumesema kwamba mpaka mwaka 2030 tutakuwa tuna mizigo hii na malori haya na kila kitu. Swali namba 2 ambalo ni nzuri sana. Je, tumejipangaje kwamba kabla ya matokeo 2030 tuwe tayari tumekwisha anza kufanyia kazi matokeo yatakayotokea 2030? Yaani swali jepesi ni kwamba mnapooana mume na mke, matokeo ya Mwenyezi Mungu tunayotegemea ni kwamba mtapata mtoto. Na ni lini mtapata mtoto? Ni kwamba ni trial, mnajaribisha, baadaye unaambiwa, mke atakwambia baba, nimeshika ujauzito. Kwa hiyo sasa anayejua kwamba mwezi wa 9 utakuwa na mtoto sio daktari, si mnanielewa mpaka hapo? Ni wewe sasa ndio unayejua kwamba mimi mimba yangu nimepata mwezi wa 2, nikijumlisha miezi 9 kule ndiko nitakuja kupata mtoto. Sasa swali linakuja, communication strategy yako unaanza. Namba 1, lazima niwasiliane na daktari ili ajue mimi ni mjamzito na nitajifungua mwezi wa 9. Yaani kwa lugha nyepesi, ndio bandari na uchukuzi kwa ujumla mnafanya mawasiliano sasa na watu wa mabarabara na watu wa halmashauri kwa ujumla ili wajue kwamba kuna jambo hilo 2030. Hiyo ndio jambo ambalo tunalikusudia. Kwa hiyo kwenye kikao hiki tumeitana ili tuje tuwaambie Watanzania kwamba kwa kuwa tulijua matokeo haya yatakuwepo 2030, let's assume kwamba bado hatujayapata matokeo hayo, hatujayapata, tunaendelea kuyasubiri mwaka 2030. Leo ni mwaka 2026. We have only 3 if not 2 point something years, miaka 2 au 3. Tumejipanga kujiandaaje na matokeo ya mwaka 2030 ambayo ndio zilikuwa anticipations zetu. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, wakati nikizungumza na baadhi ya watu ambao wanawekeza, kwa mfano nilipozungumzia mambo ya malori, mambo ya ICD, mambo na kila kitu, baadhi ya watu wanasema, mkuu wa mkoa, waambie wakurugenzi wako hii ndio fursa. Nikasema wala hakuna tatizo. Jambo la msingi ambalo nataka mlielewe, Dar es Salaam tuna square kilometer, sijui kama nazungumza Kiswahili sahihi, siku hizi ni square kilometer, sijui kama iko sahihi, ni kama 1300 plus. Yaani kama hizo mnaita nini, ukubwa wa kieneo, si ndio? Kama 1300 plus. Hiyo ni mkoa mzima wa Dar es Salaam umekwisha. Swali namba 3, tunamaanisha nini? Kwamba haya makuzi ambayo leo hii tunayaona katika bandari yawe accommodated na halmashauri za Dar es Salaam tu. Hiyo ndio swali la 3, kwamba waambie wakurugenzi wachangamkie fursa. Yaani na swali namba 3 ni kwamba haya makuzi tunayoyaona yote yawe solved, yawe accommodated na halmashauri za Dar es Salaam tu kwenye square kilometer 1300. Swali namba 4, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ni mkuu wa mkoa wa bandari, ni mkuu wa mkoa wa ICD, ni mkuu wa mkoa wa malori, ni mkuu wa mkoa wa bajaji
ni mkuu wa mkoa wa pikipiki, ila mwishoni ni mkuu wa mkoa wa watu. Swali namba 4 ni kwamba uwekezaji wa aina yoyote ile, unapouwekeza mahali popote pale, jambo ambalo unapaswa kuwa nalo makini sana. Ndio maana watu wa mazingira, hebu simameni, watu wa mazingira walioko hapa, nadhani hawapo, ila nadhani wakurugenzi mna idara zenu. Zamani tulikuwa tunasema fanyeni kitu kinaitwa environmental impact assessment. Siku hizi tunasema tunafanya environmental and social vis-a-vis economic impact assessment. Social, environmental and economic impact assessment. Sasa nilichowaitia tena kingine ni kwamba tumejenga barabara zetu sisi, lakini baada ya muda ukimuuliza mwananchi wa Kigamboni analia, anasema nyumbani sifiki. Ukimuuliza ndugu yangu mkuu wa wilaya ya Temeke, anasema mkuu wa mkoa watu hawafiki. Ukimuuliza mkuu wa wilaya ya Ilala, anakuambia bwana watu huku wanalia hawafiki. Kwa nini? Bwana ile barabara lori zimepaki kulia na kushoto na katikati, zimeblock barabara yote ambayo inakwenda sehemu fulani. Tena barabara hizo zimekwisha haribika kabisa kwa sababu zimetengenezwa labda ni kwa surface, alafu labda sio zile ambazo zinachukua mizigo mikubwa na kadhalika na kadhalika. Hasa hiyo ndio jambo la 4. Ukiwa na uwekezaji ambao watu wengi wa kawaida wanalia, maana yake ni kwamba lazima tukutane kwa pamoja ili tutatue, ili hata yule mtu wa kawaida apate tafsiri sahihi kuhusu uwekezaji wenye tija. Kwa tafsiri ya haraka haraka, yani kwa mtu mnafiki, mwongo, mzushi, mwenye uwezo mdogo, akimsikiliza mkuu wa mkoa, hoja ya haraka anasema, unamuona mkuu wa mkoa hapendi kabisa wawekezaji kama DP World, hapendi kabisa wawekezaji kama Adan, hapendi kukua kwa bandari. Yani huyo ukimwona kiongozi au mtu wa kawaida anakwenda kwenye hiyo statement, uwezo wake ni sifuri. Yani maana yake natakiwa tukae tuelekezane vizuri. Hapa tulipo tunajadili kuhusu matokeo ya ufanisi na kwamba nini kiweze kufanyika kwa haraka. Sasa watu TANROADS wako wapi? Watu TANROADS hawa, nikawauliza TANROADS, hebu shikeni mwongozo, nataka mniambie tu kwenye hizi service road na kadhalika, je, mna sheria? Wakaniambia sheria ipo. Nikawaambia hivi, tekelezeni sheria kwa ukubwa sana, hata kama kutakuwa kuna milio ya watu, ili mwishoni sasa tuje tukae kwa pamoja, tujue tunatoka wapi, tunaelekea wapi. Na ndio maana leo hii mkienda kwenye baadhi ya service road mtazikuta zipo tupu kabisa, zipo wazi. Kwa nini zipo wazi? Swali langu namba 5. Watu wa TASAC wako hapa. TASAC mko wapi? Watu wa TASAC wako hapa. Nimewaiteni watu wa TASAC na watu wa halmashauri kwa hoja kubwa moja ndogo tu. Nimeambiwa watu kuanzisha ICD, mtaniwia radhi, inawezekana ni ICD, inawezekana ni export, inawezekana ni vitu vingine vyote, lakini ngoja nitumie hiyo kama maana nayo cover kwa pamoja, kwamba tunahitaji kuwa na angalau siku ya mita 1040 kama sikosei. Swali langu la msingi, siku ya mita 1040 hizi ni kwa ajili ya nini? Siku ya mita 1040 ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya yote kufull makontena, au ni kwa ajili pia ya kuaccommodate magari yaweza kutoka kwenye njia kuu yaingie kwenye haya madude huko ndani, ili hapa nje wananchi wasumbuke na watu wengine wasumbuke? Siku ya mita 1040 hiyo kusema la namba 5 ni kwa ajili ya nini? Lakini namba 5 hapo kwenye namba 5 ni siku ya mita 1040 ambazo ni kama eka 8, eka 10, sio eka 9.
Je, leo mimi mkuu wa mkoa nikapita mguu kwa mguu nikapima, tutakuwa tuko sawa wote? Na kwamba kwenye hilo sasa ni kwamba kwa zile zote ambazo hazitakidhi vigezo, maana yake mimi mkuu wa mkoa nirudi kwenye sheria yangu ya kufunga hiyo Dubwasha mpaka itakapokuwa na zile square mita 40,000 zilizokubaliwa. Hiyo ndio namba 5. Ndio maana hiyo ndio namba 5 sasa. Namba 6. Bandari yetu ya Dar es Salaam. Kwa nini Mheshimiwa Rais aliamua kuleta wawekezaji? Ni kwa sababu aliona pengine ufanisi haukuwa na matokeo makubwa kama ambavyo ongeza kuleta wawekezaji. Sasa pale bandarini, ndugu zangu wa bandari, ni nini wenzetu wa DP World wamefanya kukaa kuna ufanisi? Mimi ninachojua kwa lugha za haraka haraka ambazo sio mtaalamu na eneo lenu, inawezekana kumekuwa kuna uongezaji wa vifaa kama SSGs na vitu vingine vya namna hiyo. Swali the same. Container lilobebwa kwenye lori kwenda kwenye hizi ICDs na kila kitu linashushwa na watu au linashushwa na mashine? Na kama linashushwa na watu tutajadili. Kama linashushwa na mashine, kuna masharti gani ya ICD au vitu vinavyofanana na hiyo unapowekeza? Minimum uwe na mashine gani ili kurahisisha ushushaji ama na upakiaji na kutokusumbua haya malori ambayo yanakuwa yamesimama barabarani kwa muda mrefu? Inawezekana leo pengine tukipita wote na wataalamu tunaweza tukaja tukakuta pengine kuna ICDs au vitu gani vya namna hiyo hazina mashine, zinategemea mashine za kodi. Yaani maana yake ni kwamba yule anayekodisha akisema leo mashine zangu ziko occupied, maana yake kule inawezekana jamaa afanye kazi na mizigo iko kwenye malori. Sasa hilo nalo ni jambo namba 6 ambalo kuhusu vifaa ndani ya maeneo hayo na ambavyo vinaweza vikatusaidia sisi kuharakisha ushushaji ama upakiaji ili haya madubwasha yaliyoko barabarani yaweze pia kutoka kwa haraka. Na jambo jingine la 7 ambalo tulijadili ni kuhusiana na mzani wa Kurasini. Kwamba je, mzani wa Kurasini watu wamelalamika unasababisha foleni au usababishi foleni? Nikadhani wenyewe labda tuanze kuwaza upya kwamba je, hapa sasa tufanye kitu gani? Kwa ndugu zangu, kitendo cha kuitana hapa ni kwamba sote lazima tuwe na majawabu kuhusu mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Ndugu yangu Abakari Kunenga alipaswa kuwepo, lakini ameniomba, alikuwa kidogo na udhuru. Last time kwenye kikao chetu tulikuwa naye. Kwenye hii mipango tunataka tuunganishe Pwani na Dar es Salaam katika hii mipango kama zoni moja ya kuweza kushughulika na hizi changamoto. Sasa swali jingine interested. Hawa Mheshimiwa Rais miezi michache kama sikosei mwaka jana tulikwenda kuzindua bandari kavu kule Kwala. Watu wengi tulishiriki hapa. Wananchi waliona amezindua au ameweka jiwe la msingi au ndio tutajadili hapa. Swali lilopo ni kwamba kigugumizi kinatoka wapi? Kwamba mizigo ya transit, let's say, mimi naungana mkono nyie kwamba mizigo inayotoka nje huko, watu zetu wa bandari watatuambia, ukiachana ile transit, ile loko tu ambayo mizigo ambayo inatumika ndani ya nchi, nadhani zaidi ya 60% inatumika Dar es Salaam. Ile mizigo, nadhani almost mizigo mingi inatumika hapa. Kwa hiyo ni sana kusema kwamba hizi ICDs vitu gani kwa Dar es Salaam huwezi kukwepa kabisa. Sio umeelewa hapo? Kwa sababu itakuwa ni fair
kuchukua mzigo wa Dar es Salaam upeleke Kwala, utoe tena Kwala ulete Dar es Salaam, utapandisha mzigo kwa watu ambao wanatakiwa kutumia. Sasa forget about mzigo wa Dar es Salaam. Let's assume kuna mzigo wa Iringa, kuna mzigo wa Mbeya, kuna mzigo wa wapi. Ni makosa ukienda Kwala. Mzigo wa Kongo, wa Malawi, wa Zambia, ni makosa ukienda Kwala. Hilo ndilo ambalo tunalizungumzia hapa. Kwamba je, tatizo ni nini na tatizo liko wapi? Sasa ninyi wenzetu pia mtatuambia. Sasa kwa nini mkuu wa mkoa anakuja kuonekana na wakuu wangu wa wilaya na maaskari hawa wanakuja kuonekana kama watu ambao hawafanyi kazi? Ni kwa sababu Kiswahili wanachokijua wao, bandari kavu Mheshimiwa Rais alishaifungua. Ndicho Kiswahili kilichopo. Alafu hakuna tena mawasiliano kwa wananchi kuhusu nini kinakwamisha mpaka leo hii tuendelee tena kuotesha vitu vingi hapa Dar es Salaam. Wenzetu wa bandari pia mtatuambia kwenye huu mjadala wetu. Duniani kote, mimi sijatembea, huwa ninasikia. Duniani kote, ukibahatika kuwa na bandari, jirani yako anapaswa awe anafanya shughuli za bandari. Yaani bandari yako si hapa, maji yako si haya hapa. Yanapoishia maji pale, kuanza kwenye nchi kavu pale, huyo jirani wa nchi kavu huyo anapaswa afanye shughuli kwenye mnyororo wa thamani wa bandari. Asipofanya hiyo shughuli, mtalia tu. Na ndicho kilichopo leo. Karibu na bandari kuna vitu ambavyo havihusiani na bandari. Kuna nyumba za watu, kuna nini, kuna misikiti, kuna makanisa, kuna manini, yani hapo karibu na bandari. Ambapo ndio pangeweza kuwa ni eneo zuri kabisa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za bandari. Yani kwa mfano mimi leo ukiniuliza hii Kilwa Road hii, ukiangalia unapokuja nayo, yote hii ni eneo ambalo linafaa kabisa kwa kwenye matumizi ya nini? Ya bandari. Sasa kama hakuna hiyo plani, maana yake ni kwamba leo hii utakuta mwananchi analia, mwenye lori analia, mkuu wa mkoa analia. Sasa nani atakaye kuja kutatua? Maana yake tumewaza within the box. Kuna mahali inabidi tutoke nje ya box ili tuweze kusaidia huo unaoitwa uwekezaji. Na kwa taarifa, sisi bandari yetu hii inajaa, na hata mkiangalia mizigo ya kopa inayotoka Kongo kuja hapa kwetu inakuja mingi. Kwa sababu gani? Nendeni Durban, katika lori 500 zilizobeba kopa zinaweza kuwa salama labda 300 plus. Nyingi utakuta zimeibiwa. Kwa kinacholeta ufanisi wa bandari yetu pia kikubwa ni usalama. Ndio pia ina attract usalama. Sisi hapa kwetu asilimia chache sana ndio unakuta wameiba. Asilimia sio kwamba hamna wizi, upo. Na wizi upo sana tu. Unafanywa na watu ambao ama wanachukua zile kopa kwenda kuzalisha madude ya umeme au vinginevyo. Sio kwamba tu wapo. Hata last time tumekamata mtu mmoja, wawili kutoka kwenye mataifa ya watu wengine huko. Tumekamata ambao wamechukua ile lori hizo. Kwa hiyo sasa tukasema, alinipigia simu mtu wa pale tulisimama siku ile. Ni wapi pale? Pale tulisimama siku ile. Ni Impala. Ni Impala pale. Impala, mtu wa Impala yuko hapo. Mtu wa Impala yuko. Mtu wa Impala hamna. Alinipigia simu nani? Ni Impala, nadhani ni Impala. Ni watu wa Impala hawa. Nadhani kama sikosei ni Lake. Akaniambia ana treni 2 na mabehewa 50. Na amekwishaanza kuomba vibali, nadhani Tazara au watu wa Tazara wamekuja hapo. Watu wa Tazara, watu wa TRC, si watu wa nani? Nadhani hilo na lenyewe nadhani itabidi mje mzungumze naye. Sio mtaalamu huko, lakini alizungumzia kitu cha malori, cha treni vichwa 2 na mabehewa karibu 50. Sasa huko nako mtakuja kuona vizuri. Kwa hiyo nadhani ndugu zangu na watu wa halmashauri ambao uko hapa pia kupitia kwa wilaya, hoja yangu ya msingi ni kwamba tuna maendeleo hayo yanakuja. Lakini swala msingi lazima muwe very careful kujua
mnataka mji wenu uwaje, kwa sababu kumbuka una square kilomita 1,300 kama mkoa. Nadhani katika kila halmashauri kila mmoja anajua ana ukubwa gani. Lazima ujue unataka kuupangaje mji wako. Vinginevyo ni kwamba ni mkoa wote unaweza kuruhusu ikawa ni makontena. Yani inaweza kabisa kukubalika kabisa. Yani ikawa tutakubaliana kwenye kikao hiki tufanye option mbili. Ama tuhamishe watu waelekee Kisarawe, halafu hapa pote tuweke uwekezaji, ama tubakishe watu na uwekezaji lakini katika namna ambayo imepangika. Sio umeelewa mpaka hapo ndugu zangu? Kwa hiyo tukasema kwamba tuitane sasa hapa ili tufungue mjadala. Sasa baada ya kuzungumza haya, tuliunda pia kamati kadogo kuangalia. Nilikuwa nasikiliza na mwenyekiti, ndugu yangu Chuki ndio mwenyekiti wa Tabora, si ndio? Nilikuwa namsikiliza vizuri sana kwenye TV pale anaongea. Ambia bwana, ulishawahi kumfuata mkuu wa mkoa? Sasa yule jamaa bwana anakuaga kidogo na hasira, anaweza mimi namfuatilia pale kwenye TV, mimi nafuatilia watu wote kabisa. Na naangalia hoja hii, nachukua hoja hii na wote kabisa anachukua hoja. Huwa nasikiza kwa makini sana. Wote chochote kinachozungumzwa kwenye mtandao mimi nasikiza chote, nasikiza vizuri sana. Lakini hoja yetu ya msingi ni kwamba leo hii ni kuteue wewe ndugu yangu, kaka yangu Chuki, kuwa mkuu wa mkoa. Ninakueleza ukweli, utakwenda zaidi ya ninayofanya mimi. Kwa sababu utakuwa ni kiongozi wa watu, kiongozi wa magari, kiongozi wa vitu gani. Na ndio maana mara ya kwanza nilizungumza kwa utani ka statement kamoja, kama mnakumbuka. Nilisema kitu kinachosababisha pia foleni kwenye mji wetu ni kwamba tumechanganya kila kitu kipite kwenye njia kuu. Kagari ka namba A kapite huko. Basi watu wakachukua ile kwa kicheka sio? Lakini mimi nilikuwa najua nakoelekea. Kwamba ni kweli kwamba kwenye barabara zetu tumechanganya vitu vingi. Sasa hapa ni kwamba tunahitaji kuwa na suluhisho la haraka. Na tunahitaji kuwa na suluhisho la muda mrefu. Na la muda mrefu ni lini? Na la muda mfupi ni lini? Tusipofanya namna hiyo, narudia tena kwamba mwaka 2026 tumepata matokeo mwaka 2030. Si ndio? Now think about 2027, 2028, 2029 na hiyo 2030 yenyewe. Maana yake ni kwamba wewe uliyenunua lori ili lifanye kazi kwa mwezi mmoja, naweza likawa linabeba ama lisibebe kabisa mzigo, kwa sababu ya miundombinu na falsafa zetu na kila kitu kuwa ni kwamba hatujafikia kwenye suluhisho. Kwa mwisho wa siku utakuta ni uwekezaji ambao hauna return. Mwananchi anayetaka kuja kuwekeza akifikiria kwamba pana mafoleni, pana kila kitu, anaweza sije kuwekeza. Na haya mafoleni na kila kitu inakuwa ndio mwanzo wa wizi, udokozi, kukosekana kwa usalama na kila kitu. Sasa ndio maana tumeitana hapa ili tuanze mjadala wetu kwa haraka kubwa sana. Sasa rasi, labda ningekuomba sasa kwamba kwa yale ambayo machache tuliyadiscuss kwa haraka, wanasema hebu tutupe kwenye hewa, let's toss it na kwa wenzetu hawa, halafu wasikilize. Baada ya hapo tukaribishe sasa tuweze kujadili kwa kifupi, halafu twende kwenye yale mambo ambayo yanatekelezeka. Tuhame kutoka kwenye story twende kwenye mambo ambayo yanatekelezeka. Baada ya hapo kikao chetu tumefunga, tunakwenda kuambia Watanzania tulichojadiliana na tunaanza utekelezaji. Na nimeita tu leo upande wa huo mnyororo wa usafirishaji. Hatujaita wenzetu wa abiria. Wenzetu wa abiria tujawaita, lakini wenzetu wa abiria pia tutakuwa na muda wao. Bado kuna mjadala. Je, stendi za Magufuli, stendi siyo stendi ya Magufuli, je tuingie huku ndani? Nayo nafikiri tutakuja tukujadili kwa pamoja ili tuweze pia kuangalia tunataka pia kujenga mji wa aina gani. Yaani kila mmoja aseme tu. Maana sasa sijui Mheshimiwa mkuu wa wilaya wa Ilala kule kwako kule saizi kuna nadhani wameomba vibali kuleta pia stand. Kule ndani kule Kisutu kule pembeni kule wameleta, wengine wameomba kule Chanika.
wengine wameomba Kivule, Msongola wameomba, ni kukua kwa mji. Kwa hiyo nalo ni jambo tu la mjadala tu, tunaangalia kwamba sawa tuliruhusu tufanye namna hiyo, lakini pia baadaye pia tutakuja kuangalia tutajadiliana kwa ujumla. Tunataka mji uwaje, yani issue hiyo ni hiyo tu. Tunataka mji wetu uwaje. Yani tukikubaliana tu kwamba hii ni sheria tunakwenda namna hii, tunakubaliana. Alikuja waziri wa viwanda, tulikwenda naye mahali wakawa wanatengeneza pombe fake. Nikamwambia mheshimiwa waziri kwamba ni kukubaliana tu, yani ni kuamua tukubaliana kwamba tufanye hiyo misako au tuache, yani kwa sababu sheria hizi ziko kote. Wacha watu wapige hizo nani za kienyeji hizo za nini waugue.